Charo Chitavi. Wanajua nishawahi kuwania gavana wa Mombasa mara 2 sasa bila kufika kwa ballot. Na sababu sasa nilikuwa ni mwanevu ingawaje kwa background kulikuwa kunasemekana kuna kesi ya ufisadi ambayo ilikuwa bado iko kotini. Tukisonga mbele mwaka wa 27 hatujapanga tutaamua vile tutaenda. Mambo ya pwani na mambo ya Mombasa na mambo ya KPA na mambo ya blue economy. Haya mambo mawili ingekuwa yalienda vile ilivyotakikana ingekuwa yamechanganywa kwa wizara moja, lakini kwa sasa hayajachanganywa kwa wizara moja. But licha hivyo sasa hii ukiangalia utaona port iko busy. Managing director pale ameweka mikakati ya kuhakikisha kuna containers nyingi zinapitia pale na kumeonekana kuko busy. Swali la kujiuliza ni vile port ilivyo busy, je, imesaidia uchumi wa Mombasa kivipi? Uchumi wa Mombasa umeimprove na improvement ya port ama bado hauja improve? Na ukiangalia vizuri utaona port na Mombasa, town ya Mombasa na county ya Mombasa haijafufuka vizuri tangu port ilipohamishwa kwenda Naivasha. Bado maduka yamefungwa, bado ukiangalia uchumi unajikokota, haujatembea vizuri. So swali la kujiuliza ni je, hizi improvements zinafikia uchumi wa Mombasa ama hazifikii uchumi wa Mombasa? Maoni yangu ni kwamba tuko busy, tunaonekana tunafanya kazi mingi, port inaonekana iko busy, but kiuchumi haionekani inatembea vizuri Mombasa. Mombasa haija recover vizuri na viongozi waliopo hawajalifikiria hili jambo na kunegotiate na serikali kufanyika nini ili Mombasa irudi hali zake za ule wakati kabla port kuhamishwa kwenda Naivasha. Ukirudi kwa upande wa blue economy ni industry mpya ambayo inaonekana ilikuja na miaka 5 sasa. Mpaka sasa tuko na sheria za blue economy, tuko na wizara ya blue economy, haikuwa kitambo. But tukiangalia blue economy nayo, blue economy tukumbushane mawaziri wawili waliokuwa kwa blue economy wote wametoka nyanja za pwani, tukianzia na waziri kutoka Kwale wa kwanza na tukirudi kwa waziri wa pili sasa ambaye pia ametoka Mombasa. Na tukijiuliza vile tulivyoambiwa kuhusu blue economy na vile tunavyoona sasa, je, iko tofauti, iko manufaa yote tunayoona? Na ukiniuliza mimi nitakwambia blue economy kwa makaratasi ilionekana ikiwa ni nzuri, lakini kwa utekelezaji na utendakazi bado sijaiona imefanya zile ahadi zilizowekwa. Tuliahidiwa blue economy inaweza leta bilioni 100 kwa mwaka kwa uchumi wa pwani. Tukaambiwa blue economy inaweza tengeza kazi 150,000 za blue economy. Na saizi ukizihesabu zile kazi zenyewe sizioni zimefika 2,000 ama hata 1,000. Ukiangalia je, uchumi wa Mombasa na blue economy tunasonga ama hatusongi? Sioni tunasonga, because nini imefanyika? Tumejenga fish landings hapa na pale ambazo viongozi wamejigamba nazo, but tuzirudishe kwa mahesabu na uchumi. Tumebadilika namna gani? So bado inajikokota, inaenda pole na shida iko wapi? Ni muhimu tujiulize shida iko wapi, lakini tuelewe shida yenyewe ni gani. Tumeambiwa makazi yatatengezwa, tuko na Liwatoni fish processing pale ambayo tuliambiwa vizuri sana iko na kazi 8,000 itatengeza. Ni muhimu hapa ujiulize kazi 8,000 zitafanyia nini Mombasa? Na maanisha hao vijana wote ambao wako kwa magengi ya ufisadi umewatoa, umewarehabilitate, umewaingiza kwenye makazi. Hawa mama mboga umetoa, wakina mama mboga wameenda kule kupanga kazi ya Liwatoni, so haijafanyika. Hapa katikati kulikuwa na kesi kotini.
na kesi haikwenda vizuri, ni kama bado mtambo umekwama. Lakini utakwama vipi? Unakwama kwa sababu hakuna ari ya kuhakikisha kesi zinaisha haraka. Na hapo pia kuna swali muhimu la kujiuliza, je, makoti yetu hapa nchini yanapeleka kesi za miradi na rasilimali za pwani kivipi? Na kwa muda mrefu sana mimi sijakuwa na imani na makoti yetu, ikija upande wa rasilimali za pwani, ikija upande wa mashamba ya pwani, ikija upande wa ardhi ya pwani. Koti ni mahali ambapo utaenda, but koti si rafiki ya masuala ya pwani na masuala ya Mombasa. Like hapa juzi kuna kesi mbili zimeamuliwa, moja ikiwa ya Vipingo Ridge na moja ikiwa hiyo ya Liwatoni, na hazikuenda na matarajio ya kuwa zitafungua ile miradi. Hazikuenda na matarajio ya kwamba wale waliopeleka Vipingo Ridge kotini watanufaika. Tumekwama. So je, koti ni rafiki yetu watu wa pwani ama si rafiki yetu? Haijajipeleka kama ambaye ni rafiki ya watu wa pwani, bado hairidhishi. But Blue Economy pia ukiangalia vizuri inaregarega, because ukiangalia vizuri wale ambao walikuja na hizi proposals mpaka kukatengezwa wizara, ukiangalia vizuri huoni wamehusishwa kwenye hii miradi ambayo inaendelea. So sasa hizi tunang'ang'ana na watu ambao hawajaelewa Blue Economy, wanaendesha Blue Economy. Wenye kuelewa Blue Economy na kusukuma Blue Economy wametolewa nje. So tutasonga ama tutasonga? Hakuna mahali tunaonekana tutakuwa tunaenda na Blue Economy. Ni jambo la kusikitisha. So pengine katika swala hilo la Blue Economy, kwa sababu sasa tumeona kwamba mkakati ulikuwa, lakini watu ambao wamepewa pengine kuendesha hilo dau, yale maono hawako nayo. Pengine unaona suluhisho ni gani ili tuweze kuvuna kutoka kwa Blue Economy na vile vile bandari? Suluhisho ni wahusika waliokuwapo kutoka mwanzo wahusishwe vinavyotakikana. But na hili neno huwa linanisumbua kulipata Kiswahili, but issue ya meritocracy. So watu wako pale na hawako pale on merit, wako pale kwa sababu ya siasa mbili tatu. So tuna umuhimu wa kuegemea meritocracy, kupeana kazi ambazo zina effects kubwa kwa maslahi ya wananchi hapa. Na ukipewa hii kazi kama hujaipewa on merit, uko na muhimu na kuengage na professionals wa hiyo shughuli. Tofauti tuaiona kwa port, waliohusika kwa sasa ni watu ambao wanaielewa, wanaijua na wako na uzoefu nayo. Blue Economy bado haijaridhisha. Tunasema meritocracy usishwe na zile proposals zifuatiliwe tu. But hizi koti nazo haziridhishi. Zitie bidii. Koti bado tuko na shida kotini.